Kiongozi wa thamani unayewajali watu, baba mpenda amani katika visiwa vyetu, Mola mtukufu akupe hekima, mkasi wa Bauseni unaongea, leo tuna roshani tunafungua, muungano tulieni, jambo kimetimia. Huyo ndo Dr. Mwinyi, simba wa maendeleo. Nyote simama juu, kaza mguu. Heshima kwa Mheshimiwa Rais. Elimu itaendelea kuwa sekta mama ya huduma za jamii katika bajeti ya serikali. Tutaendelea kujenga skuli za ghorofa kama hii katika maeneo mbalimbali Unguja na Pemba. Lengo letu la kupunguza idadi ya shifti watoto wanaosoma liko pale pale. Tutahakikisha katika muda mfupi ujao watoto wote wanaingia kwa shifti moja tu. Kwa hivyo tutaendelea kujenga skuli hizi za msingi na ghorofa Unguja na Pemba, na sasa hivi tunavyozungumza skuli zinaendelea kujengwa. Lakini jambo la pili lililonifurahisha leo ni kiwango cha skuli yenyewe na kiwango cha mambo ambayo yako ndani ya hii skuli. Kwa muda mfupi nilioingia ndani, nimeona madarasa mazuri yenye samani nzuri za kisasa. Watoto wote wanakaa katika viti na meza nzuri, watajifunza vyema. Lakini la pili, nimeingia kwenye maabara ambayo ina nyenzo za kufundishia vijana wetu masuala ya sayansi. Lakini la tatu, nimeingia katika maktaba ya kompyuta au tuseme chumba cha kompyuta ambayo mambo yake makubwa. Kuna mambo mimi mwenyewe siyajui, nimefundishwa na watoto wadogo hapa. Lakini vile vile nimepata nafasi ya kuingia kwenye maktaba yenye vitabu vya kisasa kabisa vya sayansi na vitabu vinginevyo vya hisabati na kadhalika. Sina shaka hata kidogo kwamba watoto wetu sasa watasoma vizuri. Ndugu zangu, kilichonifurahisha kuliko yote ni kiwango cha watoto wetu hawa. Sisi wanafunzi leo hii tumejaa furaha kubwa sana kwa kuona tunafunguliwa skuli hii kubwa yenye ghorofa 3 iliyojaa kila kitu vya kisasa kwa kujifunzia na vya kujisomea. Kwa njia ya teknolojia jinsi SCOUT inafanya kazi kwa kujifunza kwa watoto wa skuli za msingi. Karibu uangalie.